Bwana, moja ya vitu ambavyo vimekuwa interested kwa sasa hivi kwenye mpira wa Tanzania ni Simba kufuzu kwenda finali kwenye kombe la shirikisho, na hapa ndipo unapojua kwamba sasa Mo Dewji ndio baba lao, yani ni miongoni mwa wawekezaji ambao wamepata faida kubwa sana kwenye mpira wa Tanzania. Of course hata Yanga walifika finali, lakini finali ya Simba kidogo ni ya kishindo na inaonesha ubora wao tofauti ile ya Yanga ambao walienda kwa kubahatisha, kwa sababu Simba wamefika finali wakiwa wanashika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Yaani hawajaenda finali wakiwa non-ranking club. Unajua wakati Yanga anaenda robo finali, anaenda mpaka finali kwa mara ya kwanza, hakuwa kwenye orodha ya vilabu 20 bora barani Afrika. Maana yake ilikuwa ni non-ranking club. Kwa sababu CAF wanatambua vilabu 20 bora, yani hakuna zaidi ya hapo. Maana yake ukiwa umequalify kwenye mashindano ukiwa nje ya vile vilabu 20 bora, manake umeenda, ni bahati ulikuwa nayo, ila sio kwamba ulikuwa na ule ubora ambao CAF wao wanautambua. Manake Yanga walienda wakiwa ni non-ranking club, kwa hiyo haikuwa kwenye vile viwango vya ubora wa CAF, lakini walipata hiyo bahati ya kufika mpaka finali ikiwa chini ya GSM. Kwa GSM naye kwa level yake alijitahidi kufanya kazi nzuri, lakini kwa nini nimesema Mo Dewji amefanya kazi nzuri zaidi na ni baba lao, ni kwa sababu amefanikiwa kufanya uwekezaji ambao kwanza umeipeleka Simba mpaka finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini wakati anawapeleka mpaka finali ya kombe la shirikisho barani Afrika hajaenda kwenye finali akiwa mnyonge. Yaani kafika kule akiwa anashika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika, kwa maana vile vilabu ambavyo vimekusanya alama nyingi kwenye mashindano ya CAF. Ana jumla ya alama 43, na kwa sababu amefika finali maana yake zitaongezeka tena hapo. So hazitaishia kwenye 43. Kwa hiyo hajaenda finali kwa kubahatisha. Ameenda finali kutokana na quality ambayo anayo, kwa maana ubora alionao. So ukifika finali kwa ubora ulionao, tunaangalia vitu viwili. Cha kwanza tunaangalia aina ya wachezaji ulionao, quality, lakini cha pili nafasi uliopo nayo kwenye ubora wa vilabu barani Afrika. Wakati hatua za makundi zinapangwa, moja ya timu ambayo iliingia ikiwa ni favorite zaidi ama ikiwa ina alama nyingi zaidi ilikuwa ni Simba. Kwenye group stage walikuwa wameingia wakiwa wao kwenye pot namba 1 kama vinara, kwa maana kama timu bora, na wamefika finali. Na ukiangalia pia Berkane ambaye pia aliingia kwenye kundi akiwa kama kinara, naye pia alikuwa ni miongoni mwa timu ambayo iliingia pia kwenye pot A. Na ukiangalia kwenye viwango vya ubora wa CAF, Berkane wako nafasi ya 9 kwenye viwango vipi ambavyo vimetoka, nafasi ya 9 wakati Simba nafasi ya 4. Hii inakuonyesha kwamba zile timu ambazo zilikuwa bora zaidi kwenye mashindano kuanzia kwenye hatua ya makundi kwenye ubora wa CAF ndizo ambazo pia tumeziona mpaka finali, tofauti na finali zingine ambazo zimepita. Finali pia nyingine ambayo tuliwahi kushuhudia timu bora zikawa zinaingia kwenye hatua hiyo ya finali ilikuwa ni wakati ule Raja Casablanca anachukua, lakini pia wakati Pyramids anaingia finali ya kombe la shirikisho, Pyramids hakuwa kwenye vile vilabu 10 bora, ila alikuwa nafasi ya 15 kwa ubora vilabu barani Afrika. Lakini ukiangalia kwa miaka hivi karibuni timu nyingi ambazo zimefanikiwa kwenda finali ziko ndani ya top 10. Kwa mfano ukiangalia mtu kama Zamalek yuko pale, Berkane yuko pale, ameingia msimu huu, Simba pia ameingia. Manake quality pia ya Simba imewasaidia kwa namna moja ama nyingine kufikia hayo mafanikio ambayo wameyapata kwa msimu huu. Sasa issue ni nani anaweza kwenda kuwa bingwa. Issue ya kuwa bingwa ni issue nyingine ambayo kidogo ni complicated. Hiyo bado huwezi kusema tu kwamba kirahisi kwamba Simba atakuwa ama labda Berkane atakuwa. Yaani bado naamini kwamba game zitakuwa ni finali, itakuwa ni ngumu sana. Lakini mechi ya Simba na Berkane nakumbuka wakati anacheza Benjamin Mkapa, Simba aliwahi kushinda pale Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kisaikolojia wanapocheza nyumbani pia Simba wanaweza kuwa bora zaidi, kwa maana ya kwamba kutokuwa na ile hofu ya kucheza dhidi ya Berkane wakiwa nyumbani. Lakini ukitazama uwekezaji ambao umefanya Simba chini ya Mo Dewji ni mkubwa sana. Wamemwaga pesa nyingi, wamesajili wachezaji wengi, lakini pia wamepata kocha mzuri Fadlu Davids, ambaye pia kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba mwishoni mwa msimu huu ataondoka kwenye klabu ya Simba. Na tutakuja kuona kama ni kweli ama sio kweli, lakini kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba mwishoni mwa msimu ataondoka zake. The same pia kwa Hamdi Milodi, kama ambavyo na pia jana niliandika pia na yeye pia ni kwamba mwishoni mwa msimu ataondoka. Simba na Yanga ni timu ambazo huwa zikaji na makocha muda mrefu, especially wakiwa wamefanya vizuri, kwa sababu huwa mara nyingi ofa zinakuwa ni kubwa sana kutoka nje. Tuliona kwa Nabi, tuliona kwa Sidramovic,
lakini pia tumeona pia makocha kadha wa kadha, Sven van der Broek wakati ule akiwa yuko na Simba. Kwa hiyo ni timu ambazo mara nyingi zinapata makocha wazuri, lakini kudumu nao wakifanya vizuri na kwa ni ngumu, kwa sababu ya demand ya vilabu vingi vikubwa barani Afrika vinahitaji makocha ambao ni wazuri. So sometimes inatokea timu mkocha akifanya vizuri kwenye kikosi cha Simba au cha Yanga, ni rahisi sana kuondoka au kupata dili la kwenda sehemu nyingine, na mwisho wa siku mambo yanaweza kuwa tofauti zaidi. Lakini kufika Simba finali ni jambo ambalo sio kwamba ni record, kwamba ni mara kwanza wanafika, hapana, kwa sababu tayari Yanga amewahi kufika, lakini pia Simba mwenyewe zama za kale hizo tunaita zama za kale mwaka 93. Sasa hizo ni mimi nazita zama za kale kwa sababu ni zamani, ni muda mrefu, kwa maana hata mfumo wa mashindano, namna ya uendeshaji tayari ulikuwa umeshabadilika. So unaweza kubaki nayo kama rekodi tu ambayo unaweza ukajivunia nayo, lakini sio records ambayo unaweza ukasema ina kila kitu, kwamba inakubeba kwa nini, kwamba labda mashindano kama magumu sana ama vipi. Ila kule ilikuwa ni zamani kiasi kwamba hata mfumo wa uendeshaji kwenye shirikisho la CAF, kwenye interclub competition imebadilika, yani sio kama ile sio kama kipindi kile, kwa sababu hata ukiangalia kwa miaka hiyo hata Yanga amewahi kufika nusu finali ya klabu bingwa kwenye zama zile. Sasa ni kipindi ambacho ni kirefu sana, lakini ukiangalia kwenye mfumo mpya, hii ni mara ya kwanza wanafika finali. So hiyo inatakiwa kukubaki hivyo. Ingawa mtu anaweza kusema kwamba hata Al Ahly mbona makombe yote unajumlisha mpaka ya zamani, kuna tofauti ya makombe na kufika hatua fulani. Pamoja na kwamba hata kwenye makombe Al Ahly kuna makombe ya zamani, lakini amekuwa na muendelezo, yani kutoka tournament moja kwenda tournament nyingine, ama kutoka msimu mmoja kwenda msimu mwingine, tofauti na timu zingine. Sasa wewe kama upo katikati, kuna wakati umemesa hapo, umeshindwa kuwa na ile consistency, maana yake tutaendelea tu kutem kwamba hii ni mara yako ya kwanza. Kwa mfano timu kama ASEC Mimosas zimewahi kuwa mabingwa wa mashindano ya CAF, lakini sasa hivi kwa nini zinaonekana kama ni timu za kawaida tu? Ni kwa sababu kwenye mfumo mpya wa mabadiliko ya uendeshaji wa michuano ya club barani Afrika kwenye kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa umebadilika, ambao sasa baada ya kubadilika kwao imekuwa ni ngumu kuingia na kwenda kufanya vizuri. Lakini kwa upande wa Simba hii ni mara yao ya kwanza wanacheza finali kwenye mfumo mpya wa mabadiliko ya uendeshaji wa mashindano ya CAF. Kwa tunasubiri kuona finali itakuwaje. Faida kwa Simba ni kwamba finali hii wanaanzia ugenini, wanakuja kumaliza nyumbani. Sasa huwa mara nyingi Berkane wakiwa nyumbani kwao wanagawa dozi kweli kweli. Yaani hawanaga masiara. Walimpiga Stellenbosch mabao 5, walimpiga CS Constantine mabao 4. Kwa hiyo sasa sijajua kama Simba atapokea mabao mangapi pale, lakini tusubiri tuone mpaka mwezi Mei ndio tutajua nani anastahili kuwa bingwa.